na Champions League. Ni Barca ngoja. Si Barca. Barcelona ni Wakati Xavi aliingia. Tulimbali 2022 2023. Real Madrid La season ni Madrid. Si Barcelona. last season Ile ndio ilikuwa baba. Ni Barcelona. Wakati Xavi aliingia. When Xavi came. ameipeleka moja anaenda 2024. Okay. So last season Vini was top. Wakati mimi nilikuwa I was rooting for Vini too. Hata ya Rodri wanajua like hapo naye, but Ballon d'Or hata ina lose credibility yake cause kama hiyo ya before hiyo ya nani Rodri ni Messi alipewa Akiwa US. akiwa akiwa US actually alikuwa ametoka but Nile tu limpata kama shot. ndiye alienda Inter Miami. I don't think hakuwa na deserve honestly at that time. Walimpitishia tu. PSG ilikuwa na nini hiyo season? PSG walishinda tu nini peke yake? Walishinda tu hiyo Farmers League ya Ligue 1. Ilikuwa 2020. Farmers League. Mbona umeita Farmers League? Sisa Farmers League. Ligi mzima ni PSG peke yake. Like PSG imeshindanga Ligue 1. PSG wanabebanga back to back Na World Cup. na World Cup though. Usisahau hivyo. But So World Cup ati alipewa. World Cup is the hardest competition ever. but I feel alipitishiwa man cause okay. Tukiangalia statistics. I feel like for now maybe Ballon it's ni hivyo so hatuwezi change cause mimi personally nasemaga wase mnasemaga Ballon d'Or ime lose credibility wakati Messi ameshinda. Hivyo ndio inakuanga. Yeah, last season ina make sense kwa the last one. Yarod, does it make sense? I make sense honestly. Vini was way far past. Me actually venye nilionanga like hiyo personal level. Ama kama si Vini wangepea Carvajal. Carvajal alishinda Euros, akashinda Champions League na La Liga. Mbona walipea Rodri? Hiyo nayo Rodri. Kama basi walikuwa wanasema si Vini wangepea Dani Carvajal. Carvajal alishinda zote tatu. Na Carvajal aliplay like kwanza hiyo Euros yenye hiyo Euros. Copa del Rey. Na alichukua Copa pia ni Real. Si ni hao? Ndio. Copa del Rey ni hao walishinda bado. Carvajal aliplay a very vital role in winning. Hata si Vini, kama si Vini Carvajal. Wangepea Carvajal. Carvajal ni wa Spain. Alishinda Euros. Na he played Champions League na Real. Aliplay a vital role kushinda Euros. Aliplay a vital role kushinda Euros. Like he played a vital role in winning the Euros kuliko hata Rodri. Honest opinion kuliko Rodri. Because towards the end hapo I think towards the end hapo kuna mali Ronaldo alimmoka. Hata finals ya Euros Rodri hakumaliza game. Si ndio? Walimtoa nani ndiye akacheza anaitwangaje? This Zubimendi ndiye alicheza. Carvajal alicheza hiyo game yote 90 minutes. Na he was mentality ya Carvajal. Okay, kitu kingine naweza sema I feel defenders are chance ya kushinda Ballon d'Or. Kama ile ya Van Dijk ile season alipea Luka Modric. I feel yuko gangu. That season man Van Dijk alishinda Champions League. Mlichukua FA pia. Unajua FA ni respected all over. Hata kama but okay, either way PSG ni Club World Cup kama ilikuwa nini? Club World Cup. Man, that season Van Dijk was top because that season Van Dijk only lost one match. Only the whole match moja peke yake the whole season. Ilikuwa 2018-19 season. He lost only one match the whole season. Even though hawaku win the league. Lakini Guardiola pia ni legend man. Liverpool wali lose only one match the whole season. One match the whole season but Guardiola still won the league. Ule mseni deadly. Lakini I think ni mlikuwa na draws kadhaa. Draw mingi. Wali lose that's the season. Si mara moja Liverpool ime lose na point moja. Mara mbili 2021-22 pia. And on that season I think ilikuwa Chelsea ama ilikuwa hapana 21-22 walibai. I swear to God Man City walibai. Wakicheza na Aston Villa walibai game. Because first half Aston Villa were winning 2-0. Vizuri.
2-0. Alafu- Second half Coutinho alifunga bao yenye ilikuwa bao, wakasema ni offside. I don't know what why walisema ni ilifanyika ikageuza game. acha si kugeuza game but kuanzia dakika ya 70 hapo, let me tell you why they sold the game. Remember that hiyo ndo season yenye Grealish alienda Man City, na alikuwa ameuzwa na 100 mic, unaona 70 guaranteed yenye walipewa na 30 million add-ons. So these add-ons zilikuwa zikuje in mkishinda Premier League na na wapea. So on that game wangeshinda kama hawangeshinda hiyo game Liverpool walikuwa ende nao, si ndio? Now hawangepata hiyo 30 million add-ons. So na Man City wangepewa hiyo 30 million bonus, si ndio? And Aston Villa there's no need walikuwa washinde hiyo game, Liverpool ishinde na hakuna kitu wana benefit. The only reason ingefanya hiyo game washinde ni because Gerrard is a Liverpool legend na alikuwa coach wa Aston Villa at that time. Steven Gerrard. So Stevie G niko sure alichapa Man City to knowingly akitaka kuhand over the cup to Liverpool. Then I think to kuna venye tu unajua pia wakubwa wakisema man, that was a match fixing. I swear to God na remember vizuri hiyo game. Hata The Champions last League goal yenye Gundogan alifunga, Tyrone Mings aliclear ball iko pale mbele, anataka kuendea, then Tyrone Mings stops. amesimama De Bruyne sio alitoka wapi, mbali tu akakujia ball alafu akafika Gundogan akafunga. actually mimi naona Match games fixing. mingi zinakuwa hata kulikuwa na Champions League sijui ilikuwa ya Tote wakilose walikuwa na make do mingi kuliko wakishinda Champions League. Wakilose ilikuwa Tote na Man City ilikuwa semi-final kulikuwa ile semi-final, ilikuwa semi-final ama quarter final ya Tote na Man City. The only si wakati Liverpool ilishinda Champions League ndio waliendanga finals na Tote. Kuna yenye walicheza 2019 hiyo Man City. Kuna ile game semi-finals walichapa Man City kuna yenye nilikuwa nimesikia nilikuwa nimesikia kusema sasa jikani ya Liverpool wakilose hiyo game walikuwa na make more than wakishinda. But I doubt kama Tottenham wangekuwa, because Tottenham they've never won a cup. Hawana cup yoyote. They've never won a cup. Yao iko Spite of being among the top 6, they've never won a cup. With one of the best stadiums. Wako na one of the like stadium yao kiwanja wanatoanga pitch after game, pitch inatolewa inakuwa stored. Nilicheki. Pitch iko na rails chini inaenda kuwa stored kwa parking lot. Alafu ina change hiyo inaekewa pitch ya NFL juu. Man. Nika Santiago tu venye Awajai they've never won. So I doubt kama wange fix at the point. Okay, at that time Liverpool was so top. Nilikuwa nasikia ase wenye huongeaga tu ni mapundi tamangaje. Hivyo ndio walikuwa wanasema ati kitu ilifanya sijui hiyo game wa lose ni ati walikuwa na make more than wakishinda. I doubt because if that was their only opportunity to win. There are a lot of match fixing kwa futa squeeze. Match fixing iko cause unataka Ipswich waunde do wapi? Lazima tu. Unataka Ipswich waundie do wapi? Unajua bado analipwa na EPL kwa tu EPL. Nani? Ipswich. Unataka kuna tu zile do zingine. Zile do zingine tu zenye watataka, unataka waundie do wapi? But either way, sasa coming to Manchester United. Una feel nini inafanyika Manchester United? Wewe kama fan wa Man U, ni wawili mniambie. Mimi kama fan wa Man U najua maybe unaweza kataa. First of all, scouting yetu iko chini. That I agree. Scouting yetu iko chini. But I wouldn't say also per se like scouting iko chini in some no, I wouldn't say per se that scouting yenye iko chini because these are good players. Wana scouting to the right players. Yeah. I think the environment is too toxic for these players. That's the next thing. Next thing environment, management. I don't know. The environment, I feel too, kuna vile too, the environment is too hostile for these players to be successful. Kitu kingine ni kuna too much, unaona kama Liverpool penye kuna too much ini team kubwa. Okay, it's a successful club. So tuna expectations iko high. Kuna expectation tuko nazo. On another thing, wame take kama Manchester kwa a business rather than a football club. Entertainment. Rather than an entertainment. Okay, acha nikuulize. Ukisema iti this is a big team, so being a big team inaikea players pressure. Okay. I beg to differ in this manner.
the moment Manchester United imekuscout ukuje, meaning they feel you're competent enough to be a Man United player, right or wrong? True. Sindio? So but the moment unakuja unasema ati hiyo ni no, maybe to then cause let me Anthony akikuja nini Man United, ulikuwa umeona Anthony akiwa Ajax, sindio? He was top. Man, me I thought at that time, cause see the reason mulibai Anthony ni because nani alikuwa ameenda sasa Mason alikuwa ameamua kukua na some other businesses apart from football. Ameamua kufanya vitu zingine, so mambo yake kaenda mbaya, si ndio? And that's when muliamua kubai Anthony mo replace Mason Greenwood, si ndio? He was top. Actually, he was on Liverpool's target. Klopp alikuwa anataka in case because at that time Salah pia contract yake ilikuwa ina run out. Salah contract ya Salah ilikuwa ina run out na hawakuwa sure whether Salah will renew his contract. So Klopp was like, if Salah doesn't renew the contract, get me Anthony from Ajax. Unaona? And conversations were already like negotiations were made. Unaona? But Salah aka renew contract and they were like, okay, sawa, wakachana na hiyo story hivyo na okay. They brought in the Manchester United brought him in. Ukiangalia the first like 3 games, he was so good. I feel the person who fucked Anthony up was Ten Hag. But Ten Hag alikuwa coach wake akiwa Ajax. No, walikuwa Ten Hag Ajax. Ten Hag alikuwa na sasa unaona Ajax alikuwa amejiestablish, you get, and he was doing okay. But hapa Man U kulikuwa na pressure ya kuperform kwa Ten Hag mwenyewe. So as a domino effect, hii pressure aka transfer kwa players. Unaona? Cause ukiangalia players walikuwa na complain a lot cause alimess a lot of players. Erik ten Hag ndo na feel alizidi kuumiza Manchester United. Disagree na nenda. Acha sasa nikwambie in this manner. At that point so Manchester United ikaanza kukua shaky. Hawako sawa but wako shaky. Lakini unajua hiyo shakiness but first season ya Ten Hag alimaliza number 2. Though hakumaliza on a strong note. Alimaliza akiwa tu like me actually my friends walikuwa wanamsifu. I was telling my friends alishinda cup sawa hivyo. Ameshinda cup season zake zote. But kibahati. I'd say kibahati. Luck. Hakuna luck. Ni sawa but this is what like nilifeel na Ten Hag. Anthony alikuwa that type of player mwenye akona that Brazilian nature. Unajua tu Brazilian players mwenyewe like ni wanoma like the Brazilian players wanachezanga to enjoy football, si ati for the competition. Ushaona mtu kama Firmino mna lose, anaweza pata ball place yenye anaweza funga an obvious goal, but atataka kupiga nini no look ama vitu tu apige tu kitu alafu auze, hata ako like hata itamsumbua. Hata Vini utaona tu like we are losing, Vinicius, we are losing this match, it's an open post, just score, then you can even do a wonderful celebration, but anataka kupiga something to, unaona, in that manner, unaona. So there was a game kama unaweza kumbuka, Anthony akapiga ile fidget spin yake, nakumbuka pale akapasi nje na ilikuwa inaenda, akatolewa second half, and it was like after that like a series of 10 games ama 6-7 games Anthony hakucheza tena. Kidanganya Anthony ameumia sijui, na Anthony was not, me I was telling people Anthony hajaumia, there's something going on. So after hapo venye by the time anarudisha Anthony, confidence was gone. Naweza hata before endelee sana, kuna pale ndenda against what wenye umesema. Mimi si feel kama Klopp hangetaja Anthony kwa list yake, Man U ingemuendea. One thing na kidogo, that's one thing Manchester imeshikufanya, inangojaga Liverpool, Man City, hizi timu kubwa zitafute players ndio waingie kwa race. Na si player mmoja, imekuwa kadhaa ndio waingie kwa race. So mimi si feel okay, personally I feel Anthony alikuwa worth kuja Manchester. Kitu kingine ni kitu Man U hufanya, inatafutaga player with mwenye ameshine a one season player. Exactly, that hapo ndo nilikuwa nataka kukuja na wewe. I feel like si hata wanangojanga hizi timu zingine zinini. Manchester United wana scoutingi on
merits za venye huu season this season he was hot, so jina imejijenga because they was hata walikuwa wanataka Osimhen. Osimhen although naweza sema is a good player. Bado kwa hiyo ligi yake alitoka Napoli yako Galatasaray. Unaona hiyo wananunuanga jina. Sancho aliperform BVB season moja. Nakwambia Man is more of a business than a football club. Nani ameperform? Hojlund. Mimi hata Hojlund sijui alimtoa wapi. Atalanta. That nigga is slow. Unajua Atalanta bado alikuwa the only player naweza sema now walinunua but no achana na Zax is a good player. He's a very good player. No, naweza kwambia the only player mwenye mimi naweza agree walinunua and was not competent enough kwa Man United is Rasmus Hojlund. Yo at some point naweza agree na yeye. Hawezi. I doubt Rasmus Hojlund. Hojlund I really doubt kama anaweza survive. Like he's not ana qualities za kucheza survive hapo. Okay. I know venye Manchester United wana players wao wanakaanga wenye wana surviving pale. Hojlund ana hizo attributes. Man United inatakanga the likes of akina Garnacho. Akina hata mimi nikusema by the likes. Unaona wale players wenye wana bust. Wale watu unajua venye Rashford alikujanga hiyo time alikuwa na perform. Rashford ni those players wenye ndio maana like sasa later on ali struggle because football pia ina evolve with time. Rashford ni wale players wenye hapo ndo Mbappe alimbeat. Rashford ni ule player mwenye unajua he's very direct. He's very wakikuja walikuwa wanakuwa compared. Acha nikwambie hivi ndo walikuwa wanacheza mpira yao. Rashford ni wale players very direct. Si opponent umenikujia opponent defender ananiangalia hivi. Nitakuangalia. Anakuangalia anaona pale mbele kuna space. Anapiga mpira huko mbele 100 meters. Uone. Mpio Rashford ana upunguka. Unajua kuna miguu refu. Squeeze ile unaona hata speed yake ndio. But sasa unaona hata Mbappe hiyo ndio ilikuwa game yake. Hata ukiangalia ile nini walishindanga hiyo World Cup yenye Mbappe hiyo ya France. Hiyo ndio game. Alikuwa Mbappe alikuwa anapiga mpira ni mbio tu anachomoka kama but sasa later on aka notice ma defender wame notice kitu so defender ataningoja nikuje unaona ama wataningoja like ile watani nini kuna ule mwenye atanikujia au defender mwenye atanikujia a dummy defender mwenye hana anything to do with this ball but atakuja tu ndo nipige hiyo ball huko alafu mwenzake so Mbappe aka change so Mbappe is a very good player. Mbappe is top. Mbappe is world class man. Mbappe is world class. Mbappe is na uzuri unajua kwanza nilikuja kwa hii football venye evolve speed ni one of the attributes zenye unaweza survive but nowadays huwezi survive now sana. Okay tuseme kwa ligi kama EPL ni ngumu. Spain speed inahitajikanga. Unaona sasa unaona mtu kama Rashford unaona hizo sasa unaona Anthony I feel like sasa me I'd always say mtu mwenye alimespia players wa Man U sana ni Ten Hag. He really fucked up those players. Aliwa mess mentally, aliwa mess in any way, any means possible cause unaona the same thing alifanyanga na Anthony. Ni sasa difference sasa tu ni Anthony decided to be quiet akanyamaza but it was just frustrating a player for no reason. You're just transferring your frustrations to a player. That's what he did with Sancho. Sancho was quiet for some time until Sancho decided to know. You know what? Let's go. Sancho akona indiscipline. Anasema no, akusema indiscipline. Ndio sasa mambo iende vibaya sana. Mambo iende haywire. Alisemanga on that game Sancho hakuwa hata kwa squad. Akasema Sancho ati he did not train well as I would want him to train nini. Hizo vitu tu alisema. Sancho decided, you know what? Akaenda Instagram akaandika I've been used as a scapegoat for some time. You remember that thing aliandikanga as a scapegoat for some time. It's not that I'm not training well, it's because he has his favorites when it was true cause I used to ask, I swear to God you can ask my friends when you're tulikuwa interacting. I used to ask every time mbona Ten Hag na bench Amad Diallo. Same question I was asking. Mbona tena mbona nani yako kwa uwanja? Mbona Anthony yako kwa uwanja? Na Diallo ako bench. Na najua reason being Anthony